Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi wasikilizaji wetu wa kipindi chetu, kipindi kama kawaida ninavyosema mnachokipenda, kwa sababu tunafurahi sana mnavyotoa maoni yenu na kufuatilia kipindi hichi. Kwa hivyo wafuasi wetu wa kipindi hichi, karibuni tena siku nyingine, leo ikiwa ni tarehe 14 April 2026. Tumebahatikiwa sana tena sana kuvuka sehemu za kaskazini mwa Mombasa, sehemu za Mtwapa huku, ili kufanya utafiti wetu zaidi na zaidi kuhusu historia yetu ya mpira wa Mombasa. Na tumebahatikiwa leo kumpata mzee wetu mkongwe ambaye ni mmoja katika wachangiaji wakubwa sana katika historia ya mpira wa Mombasa. Na kabla sijaendelea zaidi, na wahimiza wale ambao historia bado wamekaa nazo wajitokeze watupe historia, kwa sababu ukiondoka hapo ulimwenguni na historia ukienda nayo, basi huwa umetunyima haki yetu. Kwa hivyo leo tumefaidika sana kumpata mzee wetu, bwana, nitamwita kwa ufupi Ganuga ninavyomjua mimi, lakini najua kama kawaida watu wa Mombasa, mtu mmoja aweza kuwa na majina mawili matatu. Atakuja kutueleza mwenyewe na jina lipi ambalo lilonoga kabisa katika yeye kujijulisha kwa watu. Mheshimiwa mzee wangu bwana Ganuga, tafadhali, karibu bwana. Shukran, jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Nafurahi sana leo ndugu Basawadi kuendelea kuvunja shughuli zako kuja paka Mtwapa. Wallahi furaha nilionayo sijui nieleze vipi, lakini bila kupoteza muda ningependa kujieleza ili mnifahamu. Ganuga ni nani? Mimi kwa jina kamili naitwa Mwinyi Ahmed Ganuga. Baada ya kumaliza shule ya msingi nilijiunga na shule ya sekondari ya Hamisi mwaka 68, ambapo hapo ndio ari yangu ya mpira ilianza, kutokana na kwamba Hamisi ilikuwa ni shule moja ambayo ilikuwa maarufu sana kwa mambo ya mpira. Kwa hivyo hapo nilikutana na watu wengi sana maarufu waliocheza mpira Mombasa, walikuwa Hamisi. Kwa hivyo nilikuwa Hamisi kwa muda wa miaka 4 hadi mwaka 71. Mwaka 71 nilipotoka Hamisi, Mungu alinijalia moja kwa moja nikapata kazi, kwa sababu wakati huo ulikuwa nafasi za kazi ni haraka hata kuliko nafasi za kusoma. Nilikuwa nimeitwa kuendelea na masomo Kenya Polytechnic. Nilipata nafasi pia kuitwa RTC Railway Nairobi, na pia nilikuwa nimeitwa teaching sehemu za Ukambani, lakini mzee wangu yote haya aliyakataa, akaniomba nijiunge na yeye katika kampuni ambayo alikuwa yeye akifanya kazi, nikapewa nafasi huko. Japokuwa nilikuwa mkaidi, kwa sababu nilisema singependa kuendelea na kazi, mimi nataka kusoma. Wakubwa wale walikubali kuwa nifanye kazi, lakini at the same time pia nisome. Kwa hivyo nikajiunga na Mombasa Polytechnic, wakati huo ikijulikana kama Miome. Mombasa Polytechnic, kitu kilichonipeleka kusoma ni mambo ya accounts, kwa hivyo nilijiandikisha kufanya CPA. Nashukuru, hiyo ndio historia yangu fupi kwa upande wa kuzaliwa kwangu, kukua kwangu. Na mimi nilizaliwa katika mitaa ya Kongowea, mtaa ambao ulikuwa mambo ya mpira ni kama chakula. Kwa hivyo hiyo ndio historia yangu fupi ya nilivyoinukia mpaka nikawa mkubwa. Mashaallah, uzuri sana, introduction safi kabisa. Tumekuelewa, tumekufahamu, na tunazidi kuvuta fikra zetu kujaribu kuangalia Kongowea ilisifika vipi, ilikuwa na sifa gani Kongowea. Naam, kwa sisi, mimi mdogo wako, lakini nilikuwa nikisikia sifa za Kongowea. Ingawa Kongowea ni, tukichukulia, iko nje ya kisiwa cha Mombasa, lakini wameshiriki sana pamoja na timu za Mombasa kule. Kwa hivyo bila shaka kuinukia kwako kuna timu mtaani ulioinukia. Hebu tueleze hiyo timu ni timu gani ulioinukia ukaiona katika mtaa wa Kongowea? Sawa. Sisi tulikuwa kuna timu za mtaani wakati huo, kama kawaida mkiwa wadogo hakukosi timu za mtaani. Ni kweli nilikuwa na timu ya mtaani wakati huo, lakini Kongowea walinifuata waliponiona mpira wangu ni mzuri. Mwaka 76 nakumbuka. Lakini kabla hapo nilikuwa nikichezea timu moja ikiitwa
ya majirani zangu ikiitwa Tomboya FC. Basi Kongowea waliponifuata siku sita, kwa sababu ilikuwa ni timu ambayo yacheza katika ligi. Na labda nirudi nyuma kidogo nifafanue. Watu wengi sana washindwa kutofautisha kati ya Kongowea na Blueband. Blueband na Kongowea ni vitu vili tofauti. Wakubwa zetu walitutangulia walikuwa na timu ikiitwa Blueband. Sisi wadogo tukawa tunajiita Kongowea United. Lakini kwa sababu wao walikuwa washaanza kuwa wakubwa, washaanza kupata kazi na nini, ikawa wengi hawaji mazoezini, timu ikawa haina nguvu. Na wakati huo tukicheza pale uwanja wa Nyali Kengeleni pale. Kabla bridge mpya haijajengwa palikuwa na uwanja pale. Kwa vijana ambao miaka 80 walikuwa wanafahamu watakumbuka uwanja. Kwa hivyo Blueband walipokuwa hawezi kukamilisha timu, wale baadhi ya wachezaji wao ambao walikuwa ni marika zetu wakajiunga na sisi, ndio Kongowea ikapata nguvu. Na furaha yetu ni kwamba wakati huo Kongowea ilikuwa timu ambayo iko katika ligi ya Mombasa, wakati huo ni MDFA. Ilikuwa ni Kongowea peke yake. Kwa hivyo tulikuwa tukipata wachezaji wengi sana kutoka mitaani na kadhalika. Kwa hivyo tulicheza Kongowea tukianzia Division 3, wakati huo ilikuwa Division 4 hakuna. Tulianza Division 3, tukienda Division 2. Sifa yetu ilikuja 1976 tukiwa Division 2, ambapo nakumbuka tuliweza kumaliza ligi unbeaten. Na labda kumbukumbu yangu kubwa wakati huo yanikumbusha timu ambazo tulikuwa na uhasimu nazo. Moja ilikuwa ni Congo Boys, nyingine nakumbuka ilikuwa Black Panther. Kwa hivyo mechi yetu ya mwisho uwanja wa Polisi, ambapo hapo ilikuwa tunahitaji pointi moja tu tuchukue ubingwa na kuhifadhi unbeaten yetu, tulikumbana na Congo Boys. Hiyo mechi naikumbuka mpaka leo. Vile uwanja ulikuwa umefurika, mji mzima ulikuwa hakuna mechi siku hiyo, mechi ni hiyo. Nakumbuka mimi hujaingia uwanjani unasikia miguu inatetemeka. Lakini alhamdulillah tuliweza kuhifadhi unbeaten yetu na tukachukua ubingwa. Kwa hivyo mwaka 76 Kongowea United ndio ilisikika, tukawa mabingwa wa Mombasa District Football Association MDFA, nakumbuka Division 2. Kwa hivyo tulichukua ubingwa wa 1976, ubingwa wa Division 2. Tukapata promotion kwenda Division 1. Labda kitu ambacho napenda kukikumbuka zaidi katika huo mwaka ni kujipata mimi nimeingia kwenye administration nikiwa mdogo. Tulikuwa na wazee wetu wakituongoza, lakini kutokana na sababu za damu kuchemka tukaona wanaipeleka timu polepole, vijana wakaamua kuchukua uongozi. Kwa hivyo nakumbuka Jumapili nimekaa nyumbani, vijana wenzangu wakanifuata, wakasema bana, kuanzia leo timu tumeichukua wenyewe kutoka kwa wazee, kwa hivyo wewe ni secretary. Kwa hivyo nilichaguliwa kama secretary mwaka 76 nakumbuka, na nilidumu na hicho cheo kwa muda wa miaka 15 mpaka mwaka 91. Wakati huo kitu kilichonifanya niachane na Kongowea ni mawili. Moja, mimi nilikuwa nafanya kazi Kinyabasi. Kwa hivyo Kinyabasi walianzisha timu, wakanipa uongozi kule, lakini kabla sijamaliza huo mwaka nilifuata na baadhi ya maofficial wa vilabu vya Mombasa, wakataka nisimamie uchairman wa KFF Mombasa. Kwa hivyo hapo nimekwenda mbele zaidi mpaka mwaka 91. Lakini mimi nitarudi nyuma kwenye miaka ya mwanzo hapo. Wajua watu wengi wameiona KFF, lakini historia ya KFF hawajui ilianza vipi. Mwaka 73 Kenya Breweries ikiongozwa na marehemu Ken Matiba walikuwa kuna mvutano na chairman wa wakati huo wa FA. Alikuwa akiitwa Bwana William Ngai, ikiwa sikukosea, alikuwa referee maarufu sana. Na kabisa alikuwa chairman wa FA. Baada ya mvurutano, Breweries nakumbuka ilipigwa marufuku isicheze mpira. Na ikaambiwa timu yote itakayocheza na Breweries itafungiwa. Klabu ya kwanza kucheza na Breweries kawa Mwenge. Kwa hivyo Mwenge ikafungiwa. Sasa ikawa kila timu inayocheza na Mwenge au Breweries yafungiwa. Basi ziliongezeka timu zinazocheza na Mwenge na Breweries mpaka zikawa nyingi, ikawa zote zikifungiwa, FA ikawa haina nguvu sana. Sasa tufanya nini? Matiba kutokana na elimu yake
na kuelewa kwake mambo ya mpira, wakati huo hajakuwa mwanasiasa au hajajiunga na siasa, labda mpira ndio ulimchangia mpaka akapata umaarufu akawa mwanasiasa. Akasema tutaunda chama chetu tutakiita KFF, lakini mpaka tupate support ya vilabu. Kwa hivyo Mombasa au Coast alikuwa na haja ya vilabu kama 8. Nakumbuka nilifuatwa kazini na Sallah Khamis marehemu, akanambia Ganuga twende. Wapi? Anambia twende. Kijipata tuko Castle Hotel, tukakaribishwa na nakumbuka Khamis Nyundo wakati huo yuko pale. Basi tulikuwa vilabu kama 8 maofficial pale. Ikiwa sikukosea, Nyundo walikuwako kama klabu, Kenya Breweries Mombasa, Wanderers, Wananyuki, sisi Kongowea, Burnley, Black Panther. Basi tukatimia vilabu 8, tukaweza kusaini karatasi za kumpa Concert Matiba kuwa amepata support ya vilabu vya Kenya nzima, kwa sababu alikuwa kizunguka kila province. Nafikiri hiyo ikamtosha kuweza kuisajili KFF, na kwa sababu vilabu vingi vilikuwa vishaingia kwenye mkumbo wa kufungiwa, ikawa vilabu vingi viko upande huu. Hiyo ndio ikawa kifo cha FA, ikaanzishwa kifo cha FA ndio ikaanza KFF. Kwa hivyo MDFA iliposhindwa hapo ndo KFF wakachukua. Labda nikusahihishe kidogo. MDFA ilikuwa ni mpira wa Mombasa peke yake, Mombasa District Football Association. Ndio. Na wakati huo alikuwa uweza kucheza Mombasa MDFA, wale wachezaji ambao walikuwa wazuri, akachezea klabu yoyote ya chini, labda Wananyuki, Kongowea, Black Panther, lakini kule National League ilikuwa kiitwa Kenya National Football League. Aweza kuchezea klabu kubwa. Sasa kule aweza kusaini Faisal au Mwenge, wakati huo kiitwa Liverpool, alafu huko akachezea timu yake ndogo. Labda nimetaja Liverpool alafu nikataja Mwenge, watu wataona ni timu mbili tofauti. Mwenge ndio hiyo Liverpool. Miaka hiyo nakumbuka ya 70, serikali chini ya wakati huo alikuwa kiongozi ni Martin Shikuku, walipiga marufuku vilabu viwe na majina ya kigeni. Kwa hivyo vilabu vyote vilikuwa na majina ya kigeni vililazimishwa kubadilisha. Sisi tulikuwa tukiitwa Darlington, tukabadilisha tukajiita Kongowea. Mwenge nakumbuka alikuwa kiitwa Liverpool, na kuna alikuwa na West Ham, nafikiri ndio kaja Nyundo. Wananyuki wakati huo alikuwa kiitwa Leeds, na vilabu vingine vingi vilikuwa na majina ya huko. Kina Burnley, Bismarck ilikuwa hapo. Bismarck ndio nafikiri kaja kwa Ngome. Kulikuwa na timu ikiitwa Dundee, na siku kulikuwa Dundee na Burnley zikikutana, basi Mombasa kawaka moto. Ndio. Hizo katika timu ambazo nazikumbuka, lakini zilikuwa nyingi ziko na majina ya kigeni. Kwa ufupi, si tukienukia Mombasa ilikuwa na vilabu takriban 80. Division 3, Division 2 na Division 1, alafu na kulikuwa na Provincial League. Kulikuwa na vilabu karibu 80, na alhamdulillah ligi ilikuwa ikiendeshwa vizuri, kwa sababu ilikuwa tukitumia viwanja vya Shimanzi, kiwanja cha polisi. Tononoka ilikuwa imegawanywa mara 2 ile, na kulikuwa na mechi saa 9 na mechi saa 11. Kwa hivyo ligi iliendeshwa vizuri. Wakati huo mimi nifanya kazi Kenya Basi, alikuwa bwana mmoja akiitwa Badru Kandwala. Badru Kandwala ndo alikuwa fixed secretary wa MDFA toka sisi wadogo. Kwa hivyo alikuwa rafiki yangu. Hapo nilianza kujifunza mambo administration kupitia kwake. Kwa hivyo Badru Kandwala alinisaidia sana katika masala ya mpira. Sasa Badru Kandwala ndiye huyu mwenye maduka ya Kandwala ya zamani, Muhindi ama ni? Alikuwa Muhindi, lakini sio huyo alifariki. Na wakati huo kwa hakika sikujua uhusiano wake na hii Kandwala wengine tunawasikia. Kwa hivyo nakumbuka miaka hiyo katika ligi ya Mombasa ilikuwa fixture secretary ni yeye. Alhamdulillah tukaendelea. Sasa labda nirudi kwenye uchezaji ambao nilikuwa nikichezea, nilijiunga na Kongowea United. Mwaka 76 kama utangulia kusema, awali tulikuwa Division 2, 77 tukapanda daraja mpaka Division 1. Sasa hapo ndio tulianza kuwika. Kitu kimoja nataka nitofautishe, watu wengi walikuwa wakiona Kongowea United ni timu ya fujo, na wakituunganisha na kigrupu kikijita Congo by Force. Sisi kwa hakika alikuwa hatuna uhusiano na hicho kigrupu. Kulikuwa na mashabiki wetu wanaotupenda wakija. Sasa huwezi kumzuia shabiki
kufanya mambo anayotaka kuyafanya. Kwa hivyo kama kulikuwa na mambo yakifanyika labda ya ukosefu wa nidhamu, ni mashabiki ambao hatuna uwezo nao ulikuwa. Hatuwezi kuwa control. Lakini sisi kama Kongowea, nashukuru mashabiki wetu walikuwa wako vijana kama sisi, kwa sababu timu ilikuwa kuna wachezaji wengi sana. Mpaka ikafika kiasi cha kwamba tulipopanda Division 1 tukaanzisha, tukapewa nafasi, na mshukuru Salih Khamisi akatupa nafasi ya kuanzisha Kongowea B. Basi Kongowea B nayo ilikuwa huwezi tofautisha na Kongowea A, kwa sababu kwenye mazoezi ilikuwa tukicheza saa nyingine Kongowea A ikifungwa si siku moja au siku mbili, kwa wiki tukicheza mechi mara 5 tunaweza fungwa mara 3. Kwa hivyo Kongowea B nao pia ilikuwa na wachezaji wazuri. Na mimi mwenyewe nakumbuka kuna wakati nikikosa mazoezi sipati nafasi timu kubwa, nilikuwa pia nikichezea Kongowea B. Nakumbuka wakati huo ndo nilikutana na swaibu wangu Bwana Ali, yeye wapiga Majengo Heroes, yeye ni captain Majengo Heroes na mimi ni captain Kongowea. Tunonoka pale siku hiyo sisahau, maana tulikuwa wachezaji 8 peke yake na Majengo Heroes wankamilika. Basi wakawa na hamasishana watufunge kabla hatujakamilika. Lakini Mungu akajalia alhamdulillah tukaweza kwenda nao mpaka karibu half time, tukikamilika tuko bila. Kwa hivyo half ya pili iliendelea kwa sababu ile kukamiana na nini, mpira uliisha bila. Kwa hivyo alhamdulillah Ali Tol yeye akaenda kivyake, akawa Majengo, kenda Kenatco na kadhalika. Na mimi nikaendelea na Kongowea. Lakini mimi sasa zaidi nilijiunga kwenye mambo ya administration. Kabla hatujaendelea zaidi hapo, kuna vitu fulani najua ukitutajia utatutilia ladha katika mazungumzo yetu. Naam. Hebu nipe orodha ya wale wachezaji, maana unajua mara nyingine mtu kisikia listi ikitajwa moyo wako usikia watetema. Hebu tutajie wachezaji wenzako, ulikuwa na nani, kipa nani, tusikie sifa zao 2-3. Okay. Sisi labda kwanza nianze na upande wa ushambuliaji. Maana huko ndo ulikuwa tuko na watu wenye majina. Mara nyingi ilikuwa yategemea kocha atapanga timu vipi. Lakini mara nyingi ilikuwa namba 10 wetu alikuwa kijana mmoja akiitwa Isa Suleiman. Nafikiri huyu Mungu alimjalia na wale wanaofahamu akienda mpaka akajiunga na FC Leopards na mwisho mpaka akachezea Harambee Stars. Kwa hivyo Isa Suleiman ni product ya Kongowea. Tulikuwa na marehemu Ibrahim ambaye aliwahi kuchezea Kenatco pia, hiyo ni product ya Kongowea. Tulikuwa kuna kijana wetu mmoja maarufu. Ibrahim Ngoi huyo. Si Ibrahim Ngoi, Ibrahim Khamis. Ibrahim Omar, sorry. Aliwahi kucheza Kenatco. Wale ambao waikumbuka Kenatco wakati huo wanamkumbuka Ibrahim. Alicheza na kina Ali Tol na kina nani yule namba 9 wenu yule Madogo hao na wengineo. Sisi wachezaji wengine na goalkeeper wazuri mliokuwa nao pengine. Sisi tulikuwa na goalkeeper wawili wazuri. Ilikuwa vigumu kuwa utofautisha. Mmoja paka kabandikwa jina akaitwa Muhanji. Lakini kijana ambaye alikuwa goalkeeper wetu nambari 1 kabisa ambaye hatuwezi kumsahau ni Abdullahi Mwinda. Abdullahi Mwinda ndio huyo alikuwa goalkeeper wetu namba 1. Kocha akipanga list jina la kwanza ni lake. Na napenda kumkumbuka hapa vizuri zaidi kwa sababu wakati wa administration ya Kongowea yeye alikuwa sekretari mdogo kama mchezaji, lakini sekretari mdogo, na mimi kama mchezaji na sekretari mkubwa. Alinisaidia sana katika masuala ya uongozi kutokana na ukakamavu wake. Kwa hivyo katika wachezaji maarufu hao Madegwa bila Madegwa Kongowea haijakamilika. Madegwa bila Kongowea bila Madegwa haijakamilika. Kwa hivyo Madegwa alikuwa namba 8 wetu maarufu sana. Nakumbuka kuna mechi moja katika strategy tulifanya, hiyo mechi naikumbuka, tutacheza na Black Panther. Kocha alituambia tutakuwa twin strikers Madegwa na mimi. Sababu mimi nilikuwa tall, Madegwa alikuwa tall. Kwa hivyo defense ya Black Panther wakati huo ilikuwa ngumu sana. Kwa hivyo kocha alituambia tutakuwa nyinyi mmoja kiruka na namba 5, mwingine na stop. Nakumbuka tuliwafunga bao moja stadium, silisahau hilo bao kwa sababu nilifunga mimi mwenyewe. Nilikuwa katika stage ya Kongowea, stage yetu ya kushinda mchezo. Kwa hiyo Madegwa alikuwa mchezaji mmoja maarufu sana. Na kocha kiganya fulani, mtu wa kwanza mbali na goalkeeper alikuwa ni Madegwa.
na sitomsahau mkubwa wake Bwana Aziz ambaye alikuwa kapteni wetu kwa muda mrefu. Bwana Aziz tukimwita kapita, kwa hivyo yeye ndo alikuwa kwa fullback wetu. Sitamsahau pia swaibu wangu Athman Chai. Athman Chai ndio katika products za Blueband. Na kulikuwa kuna kina Juma hizo. Sasa hao walikuwa ni wakubwa kwetu walipokuja na kujiunga na sisi Kongowea, kwa sababu tulikuwa tuainukia sasa, wakaimarisha timu. Kwa hivyo tulipata wachezaji kama 4 5 kutoka Blueband, tukajimoldi na sisi Kongowea, tukaimarisha timu. Mavazi yenu sana rangi gani mlikuwa mkipendezwa nayo Kongowea? Timu ndogo kwa hakika kuwa na vazi ni vigumu. Lakini sana sisi wakati huo sana jezi tukunuliwa na wanasiasa, sio siri. Tukipenda yelo. Okay. Utapata mechi zetu au picha zetu nyingi ambazo labda baadhi nitakupatia, utapata tuko na jezi za yelo. Lakini pia nilikuwa tukipenda pia kuvaa jezi ya blue. Uzuri kabisa. Hebu nitajie marefari ambao wamekupendeza katika uchezaji wako, au walifanya visa labda fulani kwa timu ya Kongowea hutovisahau pengine. Shukran sana kwa swali lako zuri. Na nilikuwa kuna points muhimu sana nazisahau. Kwa hivyo umetaja marefari, nimekumbuka ile. Naam. Nitakuwa mkosefu wa fadhila kama sitawataja wazee ambao walitusaidia kuingia katika masuala ya administration, na walitusaidia sana timu yetu kuifanya iwe na utulivu. Kwanza kabisa napenda kumkumbuka Abdullahi Amur. Abdullahi Amur marehemu alikuwa vice chairman wa KFF. Huyo alikuwa patron wetu. Kwa hivyo Abdullahi Amur naweza kusema yeye ndo aliniingiza katika mambo ya administration. Na pia siwezi kumsahau Bwana Salah Khamis. Kuna baadhi ya picha nitakupatia hapa. Salah Khamis alikuwa hakosi kuja kwenye game zetu, sio za ligi mpaka za mtaani tukitayarisha vikombe. Mwingine ambaye sitamsahau ni Khamis Ali, ambaye mbali na kwamba alikuwa kiongozi pia alikuwa rifari maarufu. Marehemu Bilal Khair, huyo ndo alikuwa akinishauri sana mambo mengi nilipokuwa kwa official wa KFF. Lakini zaidi rifari ambaye sitomsahau ni marehemu Maulidi. Na kwa sasa hivi bado yuko hai, Awadhi Barafa. Awadhi alikuwa akinipa mawaidha sana. Na sana Awadhi alikuwa akipenda timu yetu kiasi cha kwamba aogopa kutokana na fujo la mashabiki sije tukachukuliwa hatua labda tukafungiwa akakosa kutuona tukicheza. Kwa hivyo ilikuwa kila mpira ukisha mara nyingi atanifuata anipe mawaidha. Nakumbuka wakati fulani yeye nafikiri akifanya kazi Kan General, basi tukikutana kazini Kenya basi na Kan General kwa kuna usuhuba fulani, basi akinipa mawaidha sana ya kimpira. Kwa hivyo wazee ambao sitawasahau, mmoja ni Salah Khamis, Khamis Ali refari, na mzee Maulidi. Na mzee Maulidi ilifika mpaka tukaamua kutoa kikombe kwa heshima yake, na akakubali hizo mechi kuja kutuchezesha katika uwanja wetu wa Kongowea, ambapo sasa pale pamejengwa soko. Tulikuwa na uwanja pale tukitayarisha mechi kila mwisho wa msimu. Na kuna kikombe kimoja tulikita Maulidi Cup kwa heshima yake. Na yeye akija kutuchezesha bure, lakini pia akileta na marifari wengine wakimsaidia. Na nakumbuka katika mechi hizo au katika kikombe hicho tukialika timu kutoka mjini. Nakumbuka alikuwa tukialika Black Panther wakija. Tushawahi kualika timu moja maarufu ilikuwa ikiitwa Bantu Warriors. Na kuna vijana kutoka Kibokono walikuwa kiunda combination yao wakijiita Brazil, kina Jagwa wale wakija timu Makadara. Makadara swa. Na timu nyingine nakumbuka zetu za Kisauni kulikuwa kuna timu moja maarufu ikiitwa Mwembe Togo. Huko ndo nilikozaliwa mimi.